mbele za Mungu siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilifundisha nikasema tunapaswa kutoka kwenye hatua ya kimatukio. Kutoka kwenye hatua ya nini? Ya kimatukio. Ibada zetu zisiwe za kimatukio, bali iwe ni maisha endelevu. Amen. Ninaposema ibada za kimatukio, nilimaanisha kwamba tusiwe watu ambao tunasubiri Krismasi, tunasubiri Pasaka, tunasubiri matukio fulani na tujihusishe. Hapana, nikasema kwamba tunapaswa kuwa ni watu ambao tutafikia hatua ambayo ibada inakuwa ni tendo endelevu ndani ya moyo wa mtu, ndani ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tu kwa sababu tumekuja kukusanyika hapa kwenye hema ya kukutania watakatifu wa Bwana ndio tufufuke tuwe ni watu wa ibada. Hapana, tunapaswa hata tunapokuwa majumbani tuwe ni watu wa ibada. Sema amina. Yaani kila mtu awe ni mtu anayeweza kuwa ni mtu wa ibada ndani ya maisha yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Okay, leo nataka tuangalie vipengele fulani. Andika point inasema ibada ni jambo linalohusisha ushirika kati ya mtu na Mungu. Ibada ni jambo linalohusisha ushirika kati ya mtu na Mungu. Ushirika unapelekea kufikia viwango vya urafiki kwa sababu ya pendo. Haleluya. Ibada ni jambo linalohusisha ushirika kati ya mtu na Mungu. Alafu ushirika unapelekea kufikia viwango vya urafiki kwa sababu ya pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mahali Yesu anasema siwaiti tena watumwa bali rafiki. Sasa anaposema siwaiti tena watumwa bali rafiki, ni kwa sababu ya namna ya pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatumwabudu Mungu kwa sababu tusipomwabudu labda atatuua. Tunakuwa ni watu wa ibada kwa sababu ya ile pendo tunalompenda na mpenda Mungu. Kwa hiyo ni lazima muda wote niwe mbele zake, niwe uweponi mwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Tuko sawa sawa watumishi wa Bwana? Kama ni wewe basi utakuwa unaitikia amina. Kama uko hapo utakuwa unaitikia amina katika jina la Yesu. Haleluya. Wangapi wameandika nilichosema?